Mtazamaji mpenzi wa Misia San TV, ukisikia sauti kama na hii, basi ni muda wako mzuri wa kuweza kupata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Hamisi ya San TV ni TV yako ambayo inakuwa inakupa fursa ya kuweza kutambua taarifa mbalimbali zilizotokea katika sehemu mbalimbali ya sasa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Luendo Safari. Na tutaanzia taarifa yetu ya habari na huko Kalonge ambako mapambano makali yameshuhudiwa mchana kutwa wa siku hii ya tatu ya wiki tunayo ndani ya kijiji cha Kalonge na kando kando kati ya wazalendo ziri ya Ngomino sio mbali zaidi na Minembwe. Kwa jambo hilo, mkuu wa vikosi vya uzalendo vya AFPDC kamanda mtetezi wa pili Olivier Bolingo ameonyesha kuwa vijana wanajipanga na kuendelea vema kwenye shamba la vita. Taarifa tunazo ni kwamba mapambano hayo ni katika mpango wa kukomboa vijiji mbalimbali vya nyanja za juu ambavyo vinamilikiwa na waasi wa Ngomino. Upande wake kamanda wa kundi la wazalendo AFPDC amesema kuwa matumaini ya kukomboa maeneo yapo kwa msaada wa jeshi la taifa FARDC pamoja na raia wengine. Mtetezi wa pili Olivier Bolingo amezungumza na TV yako. Ndio, vita ipo kabisa. Mpaka sasa tunaendelea tu kupambana mpaka pale kwenye tutafikisha vita mwisho. Na hiyo juzi vita imeanza katika njia ya Mkoko Kakinge kwenda Minembwe. Leo vita imeshinda katika wilaya ya Kalonge. Ni vijiji vyenye viko sambamba, vyenye haviko kwa mbali zaidi na Kakinge na Minembwe na Kalingi. Waasi wanaendelea kutuatake na sisi tunaendelea kuwapiga pia. Ni defense tu sehemu moja wa kuangalia namna yote ile ya kufungula njia ile ya Minembwe. Ndio tuna matumaini kwamba raia itaendelea kutusaidia na pia na jeshi letu la taifa itaendelea kutusaidia. Tuna matumaini ya kwamba tutaendelea kabisa. Ni shauri ya kusema kama wazalendo sisi tubaki chini, tubaki pamoja, tuangalie nini tunaweza kutumika pamoja na kudhibiti vijiji hivyo vyenye ikaliwa na adui M23. Huko Kilembwe ni kwamba hali ya maisha ya wananchi wa Kilembwe na kando mwake ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi inaripotiwa kushuka mno kiuchumi, ambapo mpaka sasa kigozi kimoja cha unga mwogo kinachukua pesa 150 faranga za Kongo kutokana na ubovu wa barabara zinafanya gari kufika eneo hilo. Udhibitisho ni wake mratibu wa shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo katika sekta ya Lulenge ya Berisumbi Abdul, ambaye ameanza kuanza kutoa picha halisi ya namna maisha livyo katika eneo hilo la Kilembwe. Hapa Kilembwe tuna matatizo ya usafiri. Tangu vita vingie mji wa Bukavu hadi sasa vitu huku vinaendelea kuharibika, usafiri hakuna, magari hazingii, na unaona eneo ya Kilembwe inakamatwa na misisi. Watu huku hakuna uchumi mwingine mbalimbali na kuzisha unga. Unga leo ukopo moja ina franka za Kongo sasa 50 francs. Kwa mtu kwa kulipia watoto masomo, kuhudumia watoto inakuwa vigumu sana kwa sababu unga uzikani. Unga uendi misisi. Hizo ndio tatizo ambazo tuko nazo Tulenge. Hata wachuuzi wanaanza punguka. Hawapati mizigo za kutoka Bukavu, za kutoka Uvira, za kutoka kando. Na hivi sura hata ya Chumvi inaanza onyesha kwenda na panda kwa sababu hakuna usafiri. Na hiyo ndio matatizo ambayo tuko nayo huku Lulenge. Kusikia na kuona ni vitu tofauti ndugu yangu. Manyema kuko nini? Manyema sina dependre nayo na huko. Barabara ya kutoka hapa na kuelekea mpaka Kindu. Si ni mbovu kupita kutoka hapo kuja huko. Mbovu sana. Wakati ya Banduri ilitengeneza, wote usafiri ulikuwa natoka vitu biashara kutoka kule wote kupeleka Misisi. Na biashara vinatoka Bukavu vinaenda kule mpaka Kindu. Ingekuwa sema kuna utajiri na kuna biashara ambavyo vinahitajika, singekuwa umuhimu sana. Nao unga na vingine vyote kule vinachelewea kule, hakuna watu wa kuvinunua. Hizo ndio tatizo ndugu yangu. Hakuna magari.
Hakuna magari ya cement zitakuwa za kufanya usafiri. Gari hizo zinatokea huko Uvira, Bukavu. Ndio kunatokea gari za kufanya usafiri huku, akupeleka biashara vya aina vyote, vya kulimwa, vya manufacture, vyote vinatokea huko. Ndio matatizo ambayo iko huko hiyo. Hakuna ambalo linaweza likawezekane kabisa. Watu wote wanadependre na huko. Hata hivyo, upande mwingine kiongozi huyo ameongeza kuwa ubovu wa barabara unaathiri pia sekta ya afya kwa sasa katika eneo hilo la sekta Lulenge. Abirisumbi Abdul amezungumza mara tena kwenye TV yako. Hata hivyo vifo kwa watoto vinaendelea kwa ukosefu wa huduma za dawa hazionekani. Hapa tulikuwa na ONG ya EMC mpaka sasa, baadhi yao ilikuwa Goma, na hivi Goma gisi baadhi ilikuwa Goma na kamatwa. Hakuna lolote ambalo linaendelea. Watu wanaathirika ovyo, dawa huduma hakuna. Watoto wanakufa leo kama kesho, kila leo watoto wanafariki kama vile watu wazima. Dawa hakuna. Hivyo vyote vinachangia sababu ya ukosefu wa usafiri, sababu ya vita ambavyo vinaendelea. Watu wanaathirika sana. Hata dawa ndani ya mafarmasi zinaanza malizika. Watu wataishi namna gani ndani ya jiji la Kilembo? Huko Baraka ni kwamba baraza la vijana mjini Baraka laandaa kuendesha mjadala ambao utakusanya raia wa tabaka tofauti siku ya posho wiki tunayo ya tariki 10 Mei 2025 kwa lengo la kujua kila mmoja mchango wake kwa wakati huu tuliomo. Wakili De Gaulle Malembe, mwenyekiti wa baraza la vijana katika mji wa Baraka, amesema kulingana na hali ya sasa ni vyema kila raia hasa vijana kujua kila mmoja mchango wake hasa wakati wa mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio tuna conseil urbain jeunesse, tuna organiser conférence débat, itakuwa samedi le 10 ya hii mwezi, itakuwa mule musala jeunesse. Hata kama yaisha, hata kwa tunahangaika kutafuta sala au tuko na sala yenyewe iko najengewa na itaweza karibisha watu kuparticiper kuile conférence débat mule musala jeunesse. En fait, conférence débat yetu iko par rapport ya hii wakati tuko mwayo, kisha tunasema nini role ya kila mtu mwi periode tuko mwayo juu ya security ya jiji letu la Baraka. Sisi kama vile vijana tutakuwa mwile mjadala ile conference débat kuongea juu ya nyakati tuko mwayo, role ya sisi vijana ni nini, role ya viongozi wa jiji ni nini. Alors itakuwa espace yenye tuna créer na wakati yenye tutapatia jeunesse yote ya vile yote ya Baraka de Kandali mpaka Katanga, sote tukutanane pale tuongee, kila mtu alete mawazo yake. Viongozi wote wa jiji watakuwa pale, tuwasikie mawazo ya vijana, nini tunawaletea sasa vile mchango kwa kuendeleza uongozi bora katika jiji letu la Baraka. Itakuwa na 14 swate saa 8 kamili majira hapa kwetu Baraka. Tunaita vijana wote, tutakuwa vraiment espace ya mingi, ile salle iko na capacité ya ku recevoir plus ya 400 personnes et que donc place za sus, donc fasi za kuikalia na viti vitakuwa. Tunaomba vijana wote waje wasikilize na waongee, waje pa kusikiliza mewaje waongee. Gista tunapaswa kujere hii Baraka yetu katika hii wakati kutapita amo nini wanapatia sasa vile mashauri. Tukiwa tu katika mji wa Baraka kisha kupata habari nyingi kwamba kwenye hospitali kuu ya Baraka hakuna dawa, wagonjwa wanapata shida kwenda kuuza dawa nje ya hospitali hiyo. Hatimaye uongozi wa hospitali ya Baraka umesema kwa sasa hakuna hali kama na hiyo kwa kuwa tayari dawa zipo kwa wingi katika hospitali kuu ya Baraka. Akizungumza na TV yako, Dr. Asai Chakridum, mganga msimamizi wa hospitali kuu ya Baraka, amesema kuwa hali hiyo ilikuwa hapo awali, ila kwa sasa tayari dawa zimeshakuwa na wanaendelea na huduma kama kawaida. Ni kweli siku zilizopita tulikuwa na shida nyingi kuhusu kupata dawa. Ikumbuke kwamba tangu waasi kuteka mji wa Bukavu imekuwa vigumu dawa kutoka Bukavu kufika hapa. Sasa hiyo imesababisha hilo changamoto, ila kikao hiki pia kimetoa fursa kwa hospitali. Siku zijazo tutakwenda kuleta dawa, kutia dawa ziwe hapa kwenye hospitali na kukomesha hilo tatizo la uhaba wa dawa. Ujumbe ni kwamba raia wasifuatane na mambo ya kuambiliwa. Waswahili husema ya kuambiliwa vina uongo.
Ukitaka kujua kuhusu hospitali ya Baraka, njoo kwenye hospitali, utapata maelezo zaidi. Pia milango ya hospitali iko wazi na huduma zote ziko wazi, hata huduma ya morgue. Nilisikia watu wengine mitaani wanasema kwamba morgue ya Baraka haitumiki. Chukua fursa hii kuambia raia kwamba hizo ni uvumi tu, ni habari za uongo, na kwamba morgue ya hospitali ya Baraka kweli inatumika saa 24 na kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya Inga. Tumalizie na habari zingine ambako rais wa Marekani Donald Trump alijisifia hasa kuhusu juhudi zilizofanywa na nchi yake kumaliza mzozo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda chini ya kuzorota kwa usalama katika ukanda wa maziwa makuu. Wakati wa mahojiano na chombo cha habari nchini Marekani tariki 6 Mei 2025, alithibitisha hitimisho la makubaliano ya amani kati ya Kinshasa na Kigali. Siku zilizopita, Masad Boulos, mshauri mkuu wa Trump kwenye masuala ya Afrika, alitangaza kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wamewasilisha michango yao ambayo ni makubaliano ya amani ya awali kama ilivyoainishwa katika azimio la kanuni lililosainiwa huko Washington chini ya usimamizi wa Marekani. Nchi hizo mbili zilijitolea wakati wa mkutano uliofanyika April tariki 26 huko Washington kuwasilisha maandishi ya kawaida kabla Mei 2, 2025. Hadi hii iliyothibitishwa na mawaziri wa nje akiwemo Therese Kaikwamba Wagner kutoka DRC na Olivier Nduhigire wa Rwanda ni sehemu ya mchakato wa diplomasia unaojumuisha mipango ya Nairobi, Rwanda na Doha chini ya uratibu wa jamii kutoka Afrika Mashariki, SADC na kwa msaada wa Jumuiya ya Afrika. Hati inayoandaliwa inapanga ahadi za uhuru, usalama, ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda, kurudi kwa watu waliohamishoni pamoja na msaada mpya wa misheni katika DRC MONUSCO. Katika tukio la tofauti unaoendelea juu ya yaliyomo kwenye maandishi, azimio la kanuni linapanga kuandaa mkutano wa mawaziri huko Washington chini ya upatanishi wa katibu wa nchi ya Marekani. Hatua hii inaashiria maendeleo makubwa katika juhudi za kikanda na kimataifa zinazolenga kumaliza mzozo mashariki mwa DRC, ambapo mvutano unabaki kati ya Kinshasa na Kigali na vikundi vyenye silaha katika mkoa huo ikiwemo AFC M23. Mpenzi mtazamaji wa Misia San TV, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Kama hujasubscribe, nitakuomba uweze kusubscribe, kulike na kushare ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Aliyekuletea taarifa ya habari alikuwa ni mimi Lwendo Safari. Bye bye.